Je, kweli Tanzania kisiasa iko shwari kama rais anavyosema au kuna kitu akisemwa hadharani? Manake ziara ya rais wa Ghana nchini Tanzania imefungua mjadala mzito wa kisiasa baada ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kusema hadharani kuwa hali ya kisiasa nchini Tanzania iko tulivu na shwari. Lakini kauli hiyo imeibua hasira kwa viongozi wa upinzani, hasa kutoka kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Je, kuna tofauti ya taswira inayowasilishwa kimataifa na hali halisi ndani ya nchi? Leo tutaangalia kila kipande kwa ushahidi wa video. Katika tukio lililofanyika Arusha kuhusu ushirikiano wa kibiashara kati ya Tanzania na Ghana, Rais Samia alieleza wazi kuwa hali ya kisiasa Tanzania ni ya utulivu, amani na mazingira mazuri ya kibiashara. Kauli hii ilitolewa mbele ya Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo. Kwa mtazamo wa kimataifa, ujumbe huu una maana kubwa sana. Kwanza, kuvutia wawekezaji; pili, kulinda taswira ya nchi; alafu tatu, kuonyesha udhabiti wa kisiasa. Lakini je, kila mtu anakubaliana na picha hii? In Tanzania we are calm and cool. Politically, we are calm and cool. Everything is under control after what happened in October during our election. But now the country has come to normalcy. We are having our normal activities. As you have witnessed in Arusha, everything is it's okay. But after the incidents, I formed the Commission for Inquiry, of which we are waiting for the report and recommendations towards forming another Commission for Reconciliation that is going to implement the recommendations that comes with the report of the Commission of Inquiry, and later on, Constitution review of our Constitution. Economically, we are doing well. Last year we grew by 6%, and inflation is in single digit. Our range is from 3 to 5. We've been playing in 3.5, 3 to 4. Yeah, we haven't reached 5 yet. But economically, we are focusing on a transformation, economic transformation through value addition or industrialization. Human capital development, as our nation is very, very young. 60% of our population, young people. So we have a lot to do for them. Katibu mkuu wa Chadema Bwana John Mnyika hakusita kujibu. Alisema wazi kwamba rais hawezi kusema hali iko sawa wakati kuna changamoto za kisiasa zinazoendelea. Kauli hii ilikuwa nzito sana. Mnyika alisema rais aache kusema uongo kwamba kila kitu kiko sawa kisiasa. Hapo ndipo mjadala unapoanza kupamba moto. Jana Samia Suluhu Hassan wakati anazungumza na rais wa Ghana ambaye amekuja Tanzania Arusha, Rais Samia, rais ambaye sisi hatumtambui, tunasema amepatikana kwenye uchaguzi haramu, Samia Suluhu Hassan amesema kwamba hali ya kisiasa Tanzania ni shwari. Kwa hiyo anaiambia dunia hali ya siasa Tanzania ni shwari. Nataka kusema kwamba jamii ya kimataifa isisikilize upotoshaji huo unaofanywa na Samia Suluhu Hassan. Hali ya siasa Tanzania haiwezi kuwa shwari wakati kiongozi mkuu wa chama kikuu cha siasa yuko bado gerezani kwa kesi ya kubambikizwa ya uhaini. Hali ya siasa haiwezi kuwa shwari wakati chama kikubwa cha siasa Tanzania ambacho kingeendesha siasa za nchi yetu kiko kifungoni kwa amri zisizokuwa halali hapa mahakamani. Hali ya siasa haiwezi kuwa shwari wakati ambapo bado Watanzania wana maumivu kutokana na mauaji ya tarehe 29 mwezi Oktoba, na mpaka sasa hakuna hatua zozote zilizochukuliwa wala hakuna ukurasa wowote mpya uliofunguliwa katika taifa letu. Katika mazingira haya, nitoe mwito tu kwa wadau wote wa demokrasia wa haki. Natambua kwamba rais wa Ghana
yuko nchini kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 20 ya mahakama ya haki za binadamu Afrika. Kwa hiyo wanataka kutengeneza picha kama vile mambo yapo shwari. Wadau wote waelewe kwamba hali ya kisiasa Tanzania bado siyo shwari. Na mwito wangu kwa wanachadema na wapenda demokrasia wote, tuendelee kuipambania, tuendelee kupambania haki mpaka tupate mageuzi yanayostahili, tupate katiba mpya na haki za kisiasa ziweze kutamalaki. John Mnyika alienda mbali zaidi akitaja tukio la mkoa wa Mara ambapo kamanda wa polisi alidaiwa kusema kuwa BAWACHA hawaruhusiwi kushiriki maadhimisho ya siku ya wanawake. BAWACHA ni tawi la wanawake la Chadema. Swali likazuka, je, ikiwa kweli kuna vikwazo vya kisiasa katika baadhi ya maeneo, je, kauli ya kila kitu kiko sawa inawakilisha hali halisi? Wakati Rais Samia anatamka kwamba rais ambaye sisi hatumtambui, serikali hii haramu, wakati Samia Suluhu Hassan anatamka kwamba hali ya kisiasa iko shwari, huku kamanda wa polisi Mara anasema BAWACHA hawaruhusiwi kufanya siku ya wanawake, alafu Samia anadanganya kwamba hali ya kisiasa ni shwari. Uongo mtupu, unafiki mtupu. Kwa hiyo mimi nasisitiza BAWACHA msirudi nyuma, msirudi nyuma, mapambano yanaendelea. Asanteni sana. Kama mtazamaji wa Mizuka Media, kuna mambo matatu muhimu hapa. Jambo la kwanza ni diplomasia dhidi ya siasa za ndani. Viongozi mara nyingi huwasilisha taswira chanya mbele ya wageni wa kimataifa. Pili, upinzani kazi yake ni kuhoji. Kwa hiyo Chadema kama chama cha upinzani lazima kitofautiane na serikali. Alafu tatu ni taswira ya Tanzania kimataifa. Kauli kama hizi zinaathiri uwekezaji, mahusiano ya kimataifa na hata siasa za ndani. Lakini swali kubwa ni hili, je, hii ni tofauti ya mtazamo tu au kuna mgawanyiko mkubwa wa kisiasa unaojificha nyuma ya kauli za kidiplomasia? Kwa sababu mara nyingi ukweli wa kisiasa si mweupe wala si mweusi. Ziara ya rais wa Ghana imekuwa ya kibiashara na kidiplomasia, lakini kwa upande wa ndani imefungua mjadala mpya wa kisiasa nchini Tanzania. Je, Tanzania iko katika kipindi cha utulivu wa kweli au kuna presha ya kisiasa inayochemka chini kwa chini? Nataka kusikia kutoka kwako wewe mtazamaji wangu, unadhani nani yuko sahihi hapa? Rais Samia kwa kulinda taswira ya taifa au Chadema kwa kuibua changamoto hadharani? Niachie maoni yako kwenye comment section, lakini tafadhali tujadili kwa heshima. Usisahau kutufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media kwa uchambuzi wa siasa, mastaa na mambo yanayoitikisa Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rich Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Naomba nitumie nafasi hii kutangazia umma na wananchi wa mkoa wa Arusha kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atakuwa na ziara ya siku 2 katika mkoa wa Arusha kuanzia kesho tarehe 1 na tarehe 2. Dhumuni kubwa la ziara ya Mheshimiwa Rais ni kuja kumpokea na kukutana na Rais wa Ghana Mheshimiwa John Mahama ambaye atashiriki kwenye mkutano wa mahakama ya Afrika inayohusu mambo ya haki za binadamu, mkutano ambao utafanyika tarehe 2 katika jiji la Arusha. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais atampokea na kufanya mazungumzo na Rais wa Ghana Mheshimiwa John Mahama katika ikulu ndogo ya Arusha.